Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Juni 3, wanafunzi wa mwalimu wa mbinguni, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Utasoma Yohana 1 mstari wa 41. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili, tunajikabidhi kwako asubuhi ya leo. Tunapoenda kujifunza, tuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Wanafunzi wawili wa Yohana walikuwa wamesimama karibu naye. Yohana akamwona tena Yesu miongoni mwa watu. Mara tena uso wake ukaangazwa kwa utukufu wa mbinguni, alipopaza sauti yake na kusema, "Tazama, mwana-kondoo wa Mungu." Maneno hayo yaliamsha mioyo ya wanafunzi. Wanafunzi wake hawakuyafahamu sawa sawa maana ya jina hilo Yohana analomwita mwana-kondoo wa Mungu ni nini. Yohana mwenyewe hakulifafanua. Walipomwacha Yohana, walikwenda kumtafuta Yesu. Mmoja wapo alikuwa Andrea, nduguye Simoni. Mwingine alikuwa Yohana mwinjilisti. Watu hawa ndio walikuwa wanafunzi wa Yesu wa kwanza. Walimfuata Yesu wakiwa na hamu ya kusema naye, walakini waliogopa, wakanyamaza tu. Hayo yakabaki mawazoni. Je, huyu ndiye Masihi? Yesu alifahamu kuwa watu wawili hawa walikuwa wakimfuata. Wao ndio walikuwa matunda yake ya kwanza katika kazi yake, na kulikuwa na furaha moyoni mwa mwalimu huyu wa mbinguni kwa kuwa roho hizi ziliitikia neema yake. Lakini akiwageukia, aliuliza, "Mnatafuta nini?" Angeweza kuwaacha huru, warudi nyuma au wazungumze tamanio lao. Walikuwa na kusudi moja tu. Uwepo wake ulijaza mawazo yao. Wakasema, "Rabi," maana yake mwalimu, "unakaa wapi?" Kwa mazungumzo mafupi, wakiwa hapo njiani, hawakupokea kile ambacho walikuwa wakitamani. Walitamani kuishi na Yesu na kusikia maneno yake. Aliwaambia, "Njooni muone." Walikuja, wakaona anapoishi, wakakaa naye siku hiyo. Kama Yohana na Andrea wangekuwa na mioyo isiyoamini kama walivyokuwa makuhani na wakuu, wasingekuwa wameketi kama wanafunzi miguuni pa Yesu. Wangekuja kama wakosaji ili kupima maneno yake. Kwa namna hiyo, wengi hufunga mlango kwa fursa nyingi za thamani. Lakini wanafunzi hawa wa kwanza hawakufanya hivyo. Waliitikia mwito wa Roho kwa njia ya mahubiri ya Yohana Mbatizaji. Sasa waliitambua sauti ya mwalimu wa mbinguni. Kwao maneno ya Yesu yalikuwa mazuri, dhahiri na mapya. Nuru ya mbinguni iliangaza katika Agano la Kale na kuwaelimisha maneno yake. Mada za kina za ukweli zikadhihirika nuruni. Ni kwa moyo wa kutubu na imani na upendo ndipo roho huwezeshwa kupokea hekima kutoka mbinguni. Imani ifanyayo kazi kwa upendo ni ufunguo wa maarifa, na kila mwenye upendo anamjua Mungu,
Yohana wa kwanza 4 mstari wa 7. Siku ya pili yake Yesu alipokuwa akienda Galilaya, alimwona Filipo akamwambia, "Nifuate." Filipo alitii amri hiyo mara moja, naye akawa mtendakazi wa Kristo. Utasoma Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya kwanza ukurasa wa 116 hadi 118. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 3, wanafunzi wa mwalimu wa mbinguni. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri umetufundisha siku ya leo. Tunajikabidhi kwako, tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu